Luxembourg, nchi tajiri zaidi duniani. Kila kitu ni bure, mpaka usafiri wao wa umma ni bure. Yaani unaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tena usisumbuane na kondakta wa daladala ati mimi nina 500 nimepeleza 100. Hayo mambo huko Luxembourg hayapo kabisa. Luxembourg ni moja ya nchi tajiri zaidi duniani na kiwango cha maisha cha wananchi wake ni cha juu sana. Hii inatokana na uchumi wake imara, mshahara mzuri na huduma bora za kijamii. Luxembourg inapatikana Ulaya Magharibi. Ni nchi ndogo isiyo na bahari inayopakana na nchi 3. Kaskazini na magharibi imepakana na Ubelgiji, mashariki imepakana na Ujerumani, kusini imepakana na Ufaransa. Kwa sababu ya eneo la kimkakati, Luxembourg ni sehemu muhimu ya biashara na usafirishaji barani Ulaya. Pia ni mwanachama wa Jumuiya ya Ulaya na inatumia sarafu ya Euro. Mji wake mkuu ni Luxembourg City, ambao pia ni mojawapo ya miji muhimu ya kisiasa ya Umoja wa Ulaya. Kiwango cha maisha cha wananchi wa Luxembourg. Wastani wa mshahara nchini Luxembourg ni miongoni mwa ya juu zaidi Ulaya. Wafanyakazi wengi wanapata zaidi ya Euro 4,500, takriban dola 4,800 kwa mwezi tu, sawa na shilingi milioni 12,395,958.84 kwa pesa za Kitanzania. Luxembourg ina viwango vya juu vya elimu, huduma bora za afya, usalama na miundombinu ya kisasa, ikiwemo barabara na usafiri wa umma wa bure. Mazingira safi na ya kuvutia. Kuna sheria kali za kuhifadhi mazingira na miji yao ni safi na yenye hewa safi kwelikweli. Huduma za kijamii zinazopatikana nchini Luxembourg ni za namna gani na ni zipi haswa? Huduma za afya bora. Mfumo wa afya wa Luxembourg ni wa kiwango cha juu na wananchi wote wanapata huduma bora kupitia bima ya afya inayosimamiwa na serikali ya Luxembourg. Elimu nchini humo ni bure kwa shule za umma na kuna taasisi bora za elimu ya juu zinazovutia wanafunzi wa kimataifa. Mfumo wa hifadhi ya jamii. Serikali ina mifumo mizuri ya pension, mafao ya ukosefu wa ajira na misaada kwa familia zenye kipato cha chini. Kiufupi ni kwamba huko nchini Luxembourg, kwa wale vijana wasio na kazi, wasioajiriwa serikalini, basi serikali ya huko imetenga bajeti kwa ajili ya kuwalipa mshahara kila mwisho wa mwezi kwa vijana wote ambao hawana ajira. Just imagine, unalala na kuamka unalipwa mshahara. Usafiri wa umma ni bure. Tangu mwaka 2020, Luxembourg imekuwa nchi ya kwanza duniani kutoa usafiri wa umma wa bure kwa wakazi wote na wageni. Kwa ujumla ni kwamba Luxembourg ina kiwango cha maisha cha juu sana kutokana na uchumi wake imara, huduma bora za kijamii na mshahara mzuri kwa wananchi wake. Swali ni kwamba ni vipi vyanzo vikuu vya mapato vya nchi hii tajiri duniani inawezaje kuyafanya yote haya? Kwanza kabisa ni sekta ya fedha na benki. Inachangia takriban 30% ya pato la taifa. Luxembourg ni moja ya vituo vikubwa vya kifedha duniani, ikiwa na zaidi ya benki 120 kutoka mataifa mbalimbali. Inajulikana kwa mifumo ya uwekezaji, investment funds, ambayo inasimamia zaidi ya Euro takriban trilioni 5, ikifanya iwe moja ya vituo vikubwa vya uwekezaji barani Ulaya. Ushuru wa chini kwa kampuni za kifedha huifanya nchi hii kuwa kivutio kikubwa kwa wawekezaji wa kimataifa. Chanzo kingine cha mapato ni sekta ya viwanda na teknolojia. Luxembourg ina viwanda vya chuma na madini, ingawa umuhimu wake umepungua tangu miaka ya 1970. Nchi hii imewekeza sana kwenye teknolojia, sekta ya anga na utafiti wa kisayansi, ikiwa na kampuni kubwa zinazohusika na teknolojia ya satellite na anga za juu. Space Resources Initiative. Uzalishaji wa magari, vifaa vya kielektroniki na kemikali pia ni sehemu ya mapato yake makubwa. Chanzo kingine cha mapato nchini Luxembourg ni biashara na huduma za kimataifa. Luxembourg ni kitovu cha biashara barani Ulaya, ikiwa na makampuni mengi ya kimataifa yaliyoanzisha ofisi zao hapo kwa sababu ya kodi nafuu na mazingira mazuri ya biashara. Ina bandari muhimu za kibiashara na usafirishaji wa bidhaa kupitia reli na barabara zinazounganisha Ulaya nzima. Chanzo kingine ni teknolojia ya habari na mawasiliano, ICT.
Serikali ya Luxembourg imewekeza sana kwenye sekta ya teknolojia na sasa ni moja ya vituo vya data na mawasiliano barani Ulaya. Makampuni makubwa ya teknolojia kama Amazon na PayPal yana ofisi zao kuu za Ulaya nchini humo. Jambo lingine ni utalii na burudani. Nchi hii inapokea maelfu ya watalii kila mwaka wanaovutiwa na majumba ya kihistoria, mandhari nzuri na mazingira safi ya kuvutia. Ingawa si sekta kubwa sana ikilinganishwa na fedha na viwanda, utalii pia unachangia sehemu ya mapato ya nchi hii. Kwa ujumla ni kwamba sekta ya fedha ndiyo chanzo kikuu cha mapato cha Luxembourg, ikifuatiwa na viwanda, biashara za kimataifa, teknolojia na utalii. Mfumo wake wa kodi nafuu pia unavutia wawekezaji wengi kutoka mataifa mbalimbali. Lakini sasa tuiangalie miji yenye miundombinu bora zaidi katika nchi hii ya Luxembourg. Jiji la kwanza ni Luxembourg City, mji mkuu wa Luxembourg. Barabara na usafiri wa kisasa. Mji huu una mtandao mzuri wa barabara na usafiri wa umma wa bure, ikiwa ni pamoja na mabasi, tram na treni zinazounganisha mji na maeneo mengine ya nchi. Teknolojia na huduma za kidigitali. Ni kitovu cha teknolojia, benki na kampuni za kimataifa, na una miundombinu ya kisasa ya internet na mawasiliano. Majengo ya kisasa na kihistoria. Unachanganya usanifu wa majengo ya kale na majengo ya kisasa ya kioo na chuma, ikiwa na ofisi nyingi za kimataifa na taasisi za EU. Esch-Roset, huu ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Luxembourg, ukijulikana kwa sekta ya viwanda na elimu ya juu. Hapa ndipo ambapo kinapatikana chuo kikuu cha Luxembourg. Una miundombinu bora ya elimu na sayansi, ukiwa mwenyeji wa chuo kikuu cha taifa na vituo vya utafiti wa kimataifa. Maeneo ya burudani na sanaa. Kuna kumbi za maonyesho, tamasha za muziki na maeneo ya michezo yenye ubora mkubwa na wa hali ya juu. Mji mwingine ni Dudelange, mji wa kijani na maendeleo endelevu. Unajulikana kwa miradi mingi ya nishati mbadala, usimamizi bora wa taka na maendeleo ya kijani. Huduma za kijamii na utalii unapatikana hapa. Una hospitali bora, shule za kimataifa na vivutio vya watalii kama mbuga na maeneo ya kihistoria. Miji hii inaunganisha maendeleo ya kisasa na uendelevu wa mazingira, ikifanya Luxembourg kuwa moja ya nchi bora zaidi za kuishi barani Ulaya. Makala haya yameandaliwa nami Ibrahim Rajab, Ibra JR, Nite Ball Dancer. Hii ni Global TV. Hey, mizigo ya meli na ndege imefika. Sasa ni rahisi. Mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, India na Marekani inakufikia kwa muda mfupi sana. Safirisha na Simba wa Bahari. Salama, haraka na nafuu.